بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 14 mwezi wa Jumada al-Ula mwaka 1442 katika darsa ya al-manzumah al-lamiyah لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى. tuendelea na maelezo ya ubeti wa 7 وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. tulifikia قولي الشارح رحمه الله قال: وعلى ضوء هذه التقسيمات لصفات الله سبحانه وتعالى فهي إما أن تكون بعد كجاوة كجاو أو فيجاو mbalimbali akaweka wasifa za Allah zimegawanyika sifat thubutiyya na sifat salbiyya, na kuwa kadhalika sifat thubutiyya zimegawanyika mara mbili, sifatun fi'liyya na sifatun dhatiyya. Kisha akasema katika mwanga wa mgawanyo huo wa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, basi sifa za Allah zaweza kuwa moja katika haya maelezo yatakayotajwa hapa. Imma zaweza kuwa ni sifatu kamali mutlaq wa madhin yaliqu bi rabbil izzati wal jalal, yawezekana kuwa ni sifa za ukamilifu moja kwa moja zinazolingana na Mola mlezi mwenye nguvu mwenye utukufu, kalhikma, kama kwa mfano sifa ya kuwa na hikma, walizzati warahmati walhayati, na izza nguvu na rahma na uhai. فهذه الصفات ونحوها يثبتها السلف الصالح إثباتا مطلقا. hizi sifa na mfano wa sifa kama hizi wale wema waliotangulia walikuwa wakithibitisha moja kwa moja mutlaq wa Allah subhanahu wa ta'ala asifika kwa sifa ya uhai, sifa ya hikma, sifa ya ilmu, sifa ya izza wa hakadha. Kwa hizi ni zile sifa ambazo zina ukamilifu kwa kila upande. أو صفات نقص مطلق، نكون صفات نقص مطلق موجة كموجة نصفة ذو upungufu كالظلم والنوم ونحوها، كما في صفة ظلمة، صفة كلالة، نمفنواك، وصفة ذو upungufu فهذه ينفونها مطلقا. صفة كما هي سلف الصالح ni wenye kuzikanusha moja kwa moja. wayuthbituna adadaha kama taqaddama, na kuthibitisha kinyume chake kama tulivyotangulia. Kwa mfano wakikanusha dhulma wathibitisha ukamilifu wa uadilifu wa hakala. kwa hivyo ikiwa ni sifa nzuri mutlaqan, sifa nzuri mutlaqan wathibitisha vile vile, na ikiwa ni sifa mbovu mutlaqan wazikanusha na kuthibitisha kinyume chake
katika ukamilifu. au sifatun takunu kamalan min wajhin wa naqsan min wajhin akhar, na zipo katika sifa ambazo katika wajhi, katika upande mmoja ni ukamilifu na katika upande mmoja ni upungufu. ka sifati al-kaidi wal makri, kama sifa ya kupanga hila na makr, panga mipango. فهذه للسلف الصالح فيها تفصيل يجب فهمه ومعرفته. سلف الصالح katika hili wana tafsiri ambao ni wajibu sisi kuifahamu tafsiri, wanapambanua zaidi. فهم يثبتونها لله تعالى إثبات كمال, wao huthibitisha sifa hizi kwa Allah katika ule upande wa ukamilifu. Ikiwa ni kamili wazithibitisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. ويأتي ذلك في حال المقابلة بمثلها, na hii yaja katika hali ya kukabiliana na mfano wa yule adui anayefanya sifa kama hii. Kwa mfano atatoa hapo chini aya hizo: لأن ذلك يدل على أن فاعل هذه الصفة ليس بعاجز عن مقابلة عدوه بمثل ما يقابلونه. Sababu hii ni dalili ya kuwa mwenye kufanya sifa kama hii katika upande ule ambao ni ukamilifu si mwenye kushindwa kumkabili adui yake kwa kile anachomkabili nacho. Wadhālika ka qawli Allah ta'ala: innahum yakiduna kaida wa akidu kaida, hakika wao wanafanya hila na mimi pia nawapangia hila. Hapa kwa mfano mtu akikwambia hal yusafu Allah subhanahu wa ta'ala bi sifati al-kaid, je Allah asifika na sifa ya hila? Utasema hasifiki na sifa ya hila mutlaqan, wala hatukanushi sifa ya hila kwa Allah mutlaqan, bali tuithibitisha katika hali ya ukamilifu, kama vile kuwafanyia hila maadui wanaomfanyia hila kipenzi katika vipenzi vyake, na tuikanusha sifa ya hila katika upande wa ubaya, kama vile kufar: innahum yakiduna kaida. Kaidi hii la kusudiwa kufar ni kaidi ya shari ama ni ya khair? Ni ya shari na uovu. Kama ile sisi tuikanusha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tuithibitisha katika hali ya ukamilifu, tuikanusha katika hali ya upungufu. Umeelewa hapo? Naam, fahamtum ya ikhwan? طيب. وكقوله تعالى: ويمكرون ويمكر الله, kapanga mipango yao na Allah akapanga mipango yake. wallahu khairul makirin, na Allah ndiye mbora wa anayepanga mipango. Umeona hapa ni sifa muqabala inaokabili sifa kama hiyo wanaoifanya maadui, na huu ni ukamilifu. Huu waonyesha kuwa yule anayewafanyia maadui zake mfano wa vile anavyowafanyia ni kuwa amekamilika, hashindwi kuwafanyia kile wanachomfanyia. Kama kwa mfano Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, wa muqabala ma istihza wanaoifanya wanafiq, na Allah pia wafanya istihza. Hizi ni katika zile sifa muqabala. Salafu salih walikuwa hawazikanushi moja kwa moja wala hawazithibitishi moja kwa moja, bali wazikanusha katika hali ya upungufu na wazithibitisha katika hali ya ukamilifu. Liko wazi. قال: وينفون هذه الصفات في غير هذه الحالات, katika hali ambazo si hizi ni wenye kukanusha sifa hizi. لأنها تكون صفات نقص بحقه سبحانه وتعالى, sababu wakati huo itakuwa ni sifa ya upungufu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wathibitisha katika hali ya ukamilifu, katika hali ya upungufu wakanusha. قال: أما الأدلة على إثبات أن لله أسماء حسنى وصفات عليا فمن القرآن الكريم والسنة المطهرة، فهي كثيرة جدا. دليل
za kuthibitisha kuwa Allah ana majina mazuri na sifa tukufu katika Qur'an tukufu na sunna takatifu. Kuna dalili nyingi sana. فمن القرآن الكريم ومفان قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. na Allah ana majina mazuri kabisa, basi muombeni kwa hayo majina. وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. na waacheni wale wanaoharibu utakatifu wa majina yake, hao watakujalipwa waliokuwa wakiyatenda. وقال تعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ni yake yeye majina mazuri. وقوله سبحانه هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. hizi zote ni katika ayat zinazoeleza kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ana majina mazuri, na aya za sura al-Hashr ziko wazi zaidi, sababu zimetaja majina kisha akasema lahul asmaul husna, ni yake yeye majina mazuri. ومن السنة المطهرة ما يلي. katika sunna pia ziko adilla zinazothibitisha majina na sifa nzuri za Allah subhanahu wa ta'ala. ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا. Allah miongoni mwa majina yake ana majina 99, 100 kupungua moja. Man ahsaha, mwenye kudhibiti majina hayo, dakhala aljanna, ataingia peponi. Bimaana akayadhibiti kuyahifadhi, akayaelewa maana yake na akafanyia kazi, si kuyahifadhi peke yake. Kuna wengine wametunga mpaka nyimbo wakaimba majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini waelewa na wayafanyia kazi majina hayo, hilo ndio muhimu. Kwa hiyo hapa akathibitisha Mtume sallam inna lillahi 99 isman, kisha kwa Allah na majina 99. na majina si haya peke yake, katika majina mengi ya Allah yako haya 99. mwenye kuyadhibiti, kaelewa, kautendea kazi, dakhala aljanna, taingia peponi. sallallahu min fadli. وما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية. Mtume صلى الله عليه وسلم alimtumiliza kuwa amiri jeshi wa kikosi bwana mmoja. wakana yaqra'u li ashabihi fi salatihi fayakhtimu biqul huwallahu ahad. na alikuwa akisoma sura yote, akiwasomea baada ya sura al-Fatiha kisha usoma sura al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. falamma raja'u dhakaru dhalika lin-nabi sallallahu alayhi wasallam, waliporudi wale masahaba waliokuwa chini ya amiri huyu wakamfikishia habari Mtume sallallahu alayhi wasallam. faqala saluhu li ayi shay'in yasna'u dhalika, kasema muulizeni kwa nini wafanye hivyo, sababu yake nini. faqala li annaha sifatu arrahman, kwa sababu ni sifa ya Allah arrahman. wa ana uhibbu an aqra biha, na mimi napenda nisome kwa sababu ni sifa za Allah. bimaana huyu bwana alikuwa akisoma akizingatia kila anachokisoma. faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia akhbiruhu anna Allah ta'ala yuhibbuhu, mpeni habari kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ampenda pia yeye, ampenda.
na ni fadhila kubwa ya usahaba kwa ajili ya kupenda sifa za Allah. Kasoma suratul Ikhlas, imetaja sifa nzuri za Allah, Allah akampenda. وكما جاء في الدعاء المأثور katika dua iliyopokelewa kutoka kwa Mtume sallam, as'aluka bikulli ismin huwa lak, na kuomba kwa kila jina ambalo ni jina lako, samaita bihi nafsak, ulilojiita mwenyewe nafsi yako, au anzaltahu fi kitabik, au kalishukisha katika kitabu chako Qur'an, au allamtahu ahadan min khalqika, au kamfunza mmoja katika viumbe wako, au istatharta bihi fi ilmi alghaib indak, au ukabakia nalo katika ilmu ya ghaib kwako wewe. Bimaana kuna majina ya Allah yamebakia katika nini? Ilmu alghaib, hakuna anayejua isipokuwa yeye pekee yake. فمن هذه الأدلة من القرآن والسنة اتخذ أهل السنة والجماعة من السلف الصالح وأتباعهم منهجهم في باب الأسماء والصفات. كتوكمانا نهيز دليل za Qur'an na Sunna, أهل السنة السلف الصالح wakachukua mfumo wao, manhaji yao katika mlango wa majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, حيث أثبتوا أسماء الله وصفاته كما وردت في الكتاب والسنة. thibitisha majina ya Allah na sifa zake kama zilivyokuja katika Qur'an na Sunna, biduni ta'wil laha yukhrijuha an maaniha as-sahih, bila ya kubadilisha maana yake ikawa ile maana itaondoa kutokana na ile maana sahihi inayokusudiwa na majina na sifa za Allah. ويثبتون ما تدل عليه ألفاظ هذه الصفات من المعاني, na wathibitisha kile ambacho hudalilisha hizi alfadh za sifa za Allah katika maana. Wasema Ar-Rahman, wathibitisha maana ya rahma kwa Allah subhanahu wa ta'ala, sababu ile jina labeba maana hiyo, biduni tahrif litilka almaani. Hawasemi maana ya rahma ni kuwaridhia, kisha kule mbele ya jamaa na ridha wajikuna kichwa ujue useme nini. Hawa jamaa wajigonga, wasema rahma maana yake ni kuwaridhia waja wake. Akija kama inna Allah la yarda min abdi, ridha hapa si maana ya ridha, hii maana yake ni kuwalipa thawabu. Mbona kule untafsiri ridha, huko sema kulipa thawabu, kule utasema mengine. Wallahi nimeona kitabu, mimi nasahau jina la kitabu hicho nilikisoma, chaeleza wale wanaovioni walioteleza katika mlango huu na ni ulama wakubwa, namna wanavyojigonga katika vitabu vyao, huko sema hivi, huko sema hivi. Sababu si aqida ambayo yatokamana na Mtume sallam na masahaba, si aqida ya salafu salih. Lazima utaingia walau kana min indi ghairi Allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Jamaa hujigonga kwa sababu wewe watumia akili yako, ile atumia akili. Sasa tufuate akili ya nani? وكواcha nas مع اعتقادهم بأن ذلك لا يلزم منه تشبيه الخالق بالمخلوق. kwa hivyo wathibitisha lile jina au ile sifa na maana yake ile ile, pamoja na kuitakidi kuwa kufanya hivyo hakulazimu kumfananisha muumba na kiumbe wake, kama qala ta'ala laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Hana mfano wake Allah, hana mithili yake chochote, pamoja ya kuwa yeye ni mwenye kusikia na mwenye kuona. فما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم أثبتوه، وما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم نفوه. kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amejithibitishia nafsi yake katika majina na sifa zake, au kamthibitishia mtume wake sallallahu alayhi wasallam, na wao pia ahli sunna as-salaf as-salih ni wenye kuthibitisha. Na kile alichojikanushia Allah subhanahu wa ta'ala juu ya nafsi yake au akamkanushia mtume wake sallallahu alayhi wasallam, wao ni wenye kukanusha vile vile, wakanusha. كما أنهم يعتقدون أن نصوص الأسماء والصفات من المحكم الذي تفهم معانيه، كما vile waitakidi ahli sunna kuwa nusus za majina na sifa za Allah ni muhkam, si mutashabih, ni nusus ambazo maana yake iko wazi
yafahamika. Lidha fahum la yufawidhuna hadhihi almaani, kwa sababu hiyo utaona hawafanyi tafwidh. Tafwidh ni kule kusema kuwa hatujui maana yake nini. Wa inma yufawidhuna kayfiyata sifati Allah azza wa jalla, kila wanachokifanyia tafwidh kuegemeza ilmu yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni namna zilivyo sifa hizo, hawajui sababu Allah hajaeleza. Qala وأسماء الله الحسنى ليست محصورة في 99 الواردة في حديث أبي هريرة السابق. majina ya Allah mazuri hayakufungwa na kukwamia katika majina 99 kama ilivyokuja katika hadithi ya Abi Huraira peke yake, yani ikawa ni 99 peke yake kama ilivyokuja katika hadithi ya Abu Huraira tulotangulia kuitaja hapa, inna lillahi 99 isman 100 illa wahidan man ahsaha dakhala aljanna. Ikufungika kwa ushahidi gani? sabal lillahi asmaun husna ista'thara bi'ilmiha, Allah ana majina mazuri ambayo amebakia nayo ilmu yake, hakuna anayejua isipokuwa yeye. Kama fi du'a al-ma'thur, kama ilivyokuja katika dua iliyopokelewa kutoka kwa Mtume sallam, as'aluka bikulli ismin huwa lak سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. محل الشاهد kile kilichoko katika ilmu al-ghaib kipo kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala pekee, hakuna anayekijua isipokuwa yeye. Hii ni dalili ya wazi. Wa qawlu an-nadhim at-tiraz al-awwal, akusudia nini? al-murad bihim أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل القرون المفضلة. هapa الطراز الأول akusudia masahaba wa Mtume صلى الله عليه وسلم na wale watu wa karne bora zile za mwanzo tatu. حيث اقتفى صاحب المنظومة في هذا الباب طريق أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان في طريقة إثبات الأسماء والصفات. مشايري amefuata nyayo za wale wema waliotangulia katika mlango huu, kafuata njia ya masahaba wa Mtume sallam na wale waliowafuata kwa wema katika njia ya kuthibitisha majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. وأما الذين يلحدون في الأسماء والصفات فهم فرق كثيرة، wale ambao wamepotea wanaoharibu utukufu wa majina ya Allah na sifa zake, wanaopindisha maana, ni mapote mengi sana, mapote mengi. Baadhum ashaddu jurman min ba'd, kuna wengine uovu wao ni mkubwa kuliko wengine. Ijram ya mujrimin, wakosefu waovu, ahlul bid'ah wa hiya alfiraqu at-taliyah. Sasa haya mapote yaliyokhalifu katika mlango huu wa itikadi ya Ahlus Sunna katika asma wa sifat tutakuja kuyataja moja baada ya jingine, kisha tumalizie kile alichokieleza Sheikh Zaid rahimahullah katika mlango huu katika halqa itakayokuja biidhnillah ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيك.